Mzozo mkubwa wa uvujaji wa mitihani ya kitaifa nchini India umegeuka kuwa mapinduzi makubwa ya vijana na maandamano baada ya wanafunzi 20 kujiua kwa msongo wa mawazo. Ripoti zinasema hali imekuwa mbaya kiasi kwamba Waziri Mkuu Narendra Modi amelazimika kuingilia kati suala hilo. Kila kitu kilianza baada ya kuvuja kwa mtihani mkubwa wa kitaifa wa kujiunga na vyuo vya udaktari. Wizi huu wa mtihani ukaharibu ndoto za mamilioni ya wanafunzi waliopoteza miaka mingi wakisoma usiku na mchana. Ripoti zinasema hasira za wananchi ziliongezeka zaidi baada ya wanafunzi takribani 20 kujiua kwa msongo wa mawazo baada ya kuambiwa mitihani yao imefutwa na inabidi warudie upya. Hapo ndipo vijana walipoamua kuanza kuchukua hatua ya kuingia barabarani. Katikati ya hasira hii liliibuka vuguvugu la kundi mtandaoni maarufu kama Cockroach Janta Party au CJP. Waanzilishi wake wanasema walichagua jina la mende kwa sababu vijana wa hali ya chini walionekana kama viumbe wadogo wasio na thamani mbele ya viongozi, lakini wana uwezo mkubwa wa kuhimili shida na kujitokeza kwa wingi kupinga dhuluma. Wakiwa na wafuasi zaidi ya milioni 24 kwenye mtandao wa Instagram, kikundi hiki kilitumia picha za vichekesho na video fupi kuhamasisha vijana wenzao kuandamana barabarani. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari ikiwemo vya kimataifa vya ndani nchini India, vilidai kuwa ili kuzuia vijana wengi zaidi kukusanyika, serikali ilizima huduma za interneti na kufunga vituo 16 vya treni, huku viongozi kadhaa wa vyama vya upinzani wakikamatwa kwa muda. Maandamano haya makubwa yamedumu kwa takribani miezi miwili hivi sasa, huku hali ikizidi kuwa mbaya kila siku. Ripoti zinasema hali imekuwa mbaya kiasi kwamba wabunge wa upinzani walivalia nguo nyeusi bungeni na kupiga kelele hadi vikao vikasitishwa. Nje ya majengo ya serikali, mitaa iligeuka kuwa uwanja wa vita. Polisi walitumia virungu na mabomu ya machozi kuwatawanya wanafunzi na kusababisha majeraha kwa zaidi ya watu 180 wakiwemo waandamanaji na askari polisi. Kwa upande wa wezi wa mitihani, watu 13 tayari wamekwisha kukamatwa na vyombo vya usalama. Kutokana na presha hiyo kubwa ndani ya nchi ya India, Waziri Mkuu Narendra Modi aliripotiwa hii leo kulazimika kujitokeza na kuahidi adhabu kali sana kwa wale wote walioiba mitihani. Kwa mujibu wa France 24, serikali imepitisha sheria mpya kali ambapo mtu yoyote au kikundi kitakachofanya udanganyifu wa mtihani kitakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 10 jela na faini ya mamilioni ya dola. Pamoja na ahadi hizo, vijana wamesema hawarudi nyuma hadi watakaposikilizwa mahitaji yao serikalini.